Asubuhi leo tulikuwa vizuri. Baada ya dhuhuri pale tena kuelekea 8 hivi 9 mambo yakaanza kuhari au kubadilika, tuseme hajaharibika kwa sababu ndio ulimwengu, yakaanza kubadilika. Haya, aya 38 sura Ash-Shu'ara. Bado tunaendelea mtiririko wa kisa cha Nabii Musa dhidi ya mamlaka ya Firauni na jopo lake. Fajumia as-saharatu, basi wakakusanywa wachawi au wanga. Hawa ni wachawi wabobezi, si wachawi wanaojifunza kazi, si wachawi wanaojifunza kazi. Hawa ni wabobezi, sahari na alim. Kwa hivyo fajumia, wakakusanywa saharatu, wale wachawi kutoka kila upande, kwa wale wapiga upatu wanaonadi kama tulivyotaja huko nyuma. Kwa hivyo ilikuwa ni kazi ya muda kidogo, haikuwa kazi ya mara moja kuweza kuwapata kutoka katika miji yote mikubwa anayoitawala yule bwana mpaka wafike. Ilikuwa si muda mfupi, kitambo kimepita. Lakini fajumia as-saharatu, wakakusanywa wale wachawi, limiqati yaumin maalum, kwa wakati wa siku maalum, kwa ahadi ya siku maalum. Kwa hivyo ikapangwa siku, ina ratiba hasa, siku fulani itakuwa ni siku ya shughuli fulani, mpambano, mechi kali baina ya Musa na wachawi waliokusanywa na Firauni. Siku yake maalum ikawekwa, sio kwamba ilikuwa ghafla tu. Ndio ile miqat, inna yawmal fasli kana miqat. Ino miqati manake ni wakati, na wakati mwingine inatumika mahala katika mambo ya hija. Miqati ni kituo cha kuhirimia, lakini aghlabu ni wakati kuliko mahala, na neno lenyewe linatokana na wakati hivyo hivyo. Kwa hivyo miqat, wakati, tena yaumi ni wa siku maalum. Kwa hivyo haikuwa siku nyingi, ni siku moja tu, lakini ina muda wake. Shughuli yote ya kukusanya wachawi na nini inafanyika kwa siku kadhaa, lakini kuja kufanya jambo ni siku hii. Imekuwa kama harusi. Harusi mnaweza mkajipanga miezi mitatu, lakini shughuli ya siku moja tu, tena ni masaa tu. Na wakati mwingine kama unachukulia akdi, wala si masaa, ni dakika tu. Ndio binadamu tulivyo sisi, tunaweza tukatumia muda mwingi kwenye maandalizi, lakini ile jambo lenyewe linakuja kufanyika kwa muda mfupi. Hivyo anakuja rais hapa msikitini, basi wiki nzima hapa watu hamkani, atakuja rais, atakuja rais, lakini pengine ataka dakika 5 10, imezidi nusu saa atakwenda zake. Lakini nyinyi mliingia wahaka wiki nzima kwa sababu ya jambo la dakika 30. Tumeelewana? Ndio dunia ilivyo katika mambo kama haya. Kwa hivyo wahaka ulichukua muda mrefu, lakini muda uliopangwa kwa ajili ya shughuli yenyewe ulikuwa ni muda ndani ya siku moja tu, lakini muda wa mfupi sana, na utakuwa mfupi zaidi kwa mambo yatakavyokwenda huko. Sivyo kabisa, hata hivyo ilivyokadiriwa itakuwa chini ya hiyo saa moja, ni muda mfupi tu, mambo yatabadilika yote. Waqila linnas, na pakasemwa kuambiwa watu, yani watu wakaambiwa. Hakutajwa nani aliyesema, ndio qila mablul majhuli ya qala. Qala yaqulu qila, katika fasaha pakasemwa. Na wako wanaosema quwila katika lahaja zao, wa quwila na pakasemwa, kama vile sumia quwila, wanairudisha ile wao na kuitia kisra. Na wako wanaoifanyia ishmam au wakaichanganya wakasema waqila. Ndio maana kuna viraa wakati mwingine tukipipitia humu itakuwa waqila, waquila, waqila, lakini mashuhuri ndio hicho qila. Ndipo wanaposema Makuraish, na Qur'ani kwa sehemu kubwa imezingatia matamshi ya Makuraish, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye mwenyewe ni Quraishi, na masahaba wa mwanzo waliomunga mkono walikuwa Makuraishi. Kwa hivyo Qur'ani ikiteremka kwa mara ya mwanzo imeteremka kwa lahaja ya Kikuraishi. Kwa hivyo matamshi ya Makuraishi yamepewa kipaumbele zaidi kwenye Qur'ani kuliko utamkaji wa Waarabu wengine wote. Ndio maana kule kwenye Hudi nafsiri, waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma'u. Sasa imesomwa waquila ya ardu bla'i ma wa ghuwidha, na pia imesomwa waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u wa ghwidha. Quwila, qila na qila, ghuwidha, ghidha, ghwidha, kama vile bwia
hata ile bia imeuzwa buya na buya iko na wako waliosema buha. Hey, Warabu wanavurugu kweli kwenye malahaja ukenda huko Kwa hivyo wakila na paka semwa, lakini msemaji hajatangazwa. Na katika mambo haya kumjua msemaji sio jambo la muhimu kuliko kujua kile kilichosemwa. Kama mtangaza mkutano wa hadhara, si lazima kujua nani anatangaza. Anaweza kupita gari, kuna mkutano wa hadhara wa jimbo usiri, nani anatangaza, si lazima kumjua. La muhimu kujua lile tangazo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anamfanya kwa mabnil majhuli, yule aliyesema ni nani, si lazima kumjua, lakini ilisemwa. Na bila shaka aliyesema atakuwa ni mtu aliyepata ruhusa kutoka kwenye mamlaka ya Firauni. Kwa hivyo ni msemaji wa serikali au msemaji aliyeruhusiwa na serikali. Basi waqila linnas, na pakasemwa kuambiwa watu, wakaambiwa watu, hal antum mujtami'una, je nyinyi mtakusanyika kushuhudia hili? Hii istifham tashwiqi, yani kuhamasishwa, pakafanyika jambo la uhamasishaji kama zile inavyofanywa na vyama vya siasa, kama inavyofanywa na taasisi zile za NGO. Kwa mfano yanapokuja mambo ya kuhamasisha watu kwenda kupima afya zao, yanatangazwa kila mahala, ule unaitwa uhamasishaji. Kwa hivyo ukafanyika uhamasishaji, ndio istifham tashwiqi, kama ilipokuja kule hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Kwa hivyo hal antum mujtami'una, je nyinyi mtakusanyika? Jamani, msikose mje mkutanoni, mambo mazuri. Tunataka tujue sasa hali itakuwa vipi. Nchi ilikuwa imekaa kwenye koma, maneno mengi, na wale watangazaji tena kwa kutia marembo wanajua, wakaliremba jambo lile ili watu wakusanyike. Tena mbele yakasemwa la allana nattabi'u saharata, huenda sisi tukawafuata wachawi, inkanu humul ghalibina, ikiwa wao ndio washindi. Yanawekwa matumaini kwamba Musa atakiona konki, tumekwenda kumtafutia wachawi kiboko yake. Kama mtu fulani kiboko wa Masubiani, katika tangazo lake anaitwa kiboko wa Masubiani. Lina tangazo lile linaongezewa chumvi. Watu wangapi wametibiwa, wamepona Kwa hivyo hapa huenda tukawafuata wachawi, inkanu humul ghalibina, ikiwa wao ndio washindi. Watu wa uganga wanasema iko ramli inaitwa ramli ya ghalib na maghlub. Unapiga ramli kumjua mshindi na mshindwa. Wanawalia pesa watu wa timu za mipira sana. Akenda mtu, hebu tutazamie leo mechi imekaa vipi? Uwanja gani? Uko mashariki, uko magharibi? Mnachezana nani? Leo lini? Au mechi yenu itakuwa lini? Pigwa pa ghalib wa maghlub Mashaka makubwa hayo. Wanataka kudokoa mambo ya ilmu al-ghaib Sala'allana, huenda sisi, na ikatumika la'alla kwa matumaini kabisa, kwamba inawezekana kabisa, yapo matumaini. Nattabi'u saharata, tutawafuata wachawi sasa, sio Musa asibabaishe watu. Inkanu humul ghalibina, ikiwa wao ndio washindi. Lakini nyuma kaanza na la'alla, alafu ndo akaja na kuonesha kuwa anaweka matarajio kwamba yapo matumaini makubwa kwa wachawi watamshinda Musa. Njooni muone. Na huenda sisi tukawafuata wao, tukaachana na Musa ikiwa wao ndio washindi. Matangazo yakafanyika, uhamasishaji ukafanyika, watu wakakusanyika, yakapatikana tena kwenye uwanja mkubwa. Sasa haiko tena habari ya ikulu, lisiwe lile la kujulikana na walinzi tu na watu wa ndani ya nyumba ya Firauni. Sasa liwe hadharani, kama uwanja wa Mnazi Mmoja pale ukibanda maiti. Watu nyomi, maneno ya vijana, alopanda kwenye mti, alofanya, alokaa juu ya farasi, alofanyaje, alimradi watu kibao, kila mtu anataka aone. Falamma jaa as-saharatu, walipokuja wale wachawi, yani kwa maana walipofika kwenye lile eneo la mpambano, qalu, wakasema li Firauna, kumwambia Firauni. Bana ndo walo waita, Musa haja waita.
wala hawakualikwa na mwingine. Kwa hivyo mwenyeji wao ni nani? Firauni. Ikabidi wazungumze na Firauni, ndio mwenyeji wao. Wakataka kuzungumza naye mzee ana kwa ana, na hii inaonekana wazi kuwa na yeye alikuwepo. Kaingia kuangalia mpambano. Wakamwambia, a inna lana la ajra, je, kwa hakika sisi tuna ujira katika kazi hii au bure? Na hii ndio kawaida ya wachawi na waganga, hawataki kitu bure. Kuna kitu bure. Mtu mmoja siku moja alikuja kwangu akasema, Sheikh, niombe dua na matatizo. Basi nikamaliza, kaniambia, zako shilingi ngapi? Nikamwambia, mimi sifanyi biashara ya dua yake. Manake alinichukulia mimi labda mganga, kwamba ukiomba dua, kuna watu wa dua za 5,000, dua za 10,000, si tutafanya dua kubwa huko, kila mtu aje na sadaka ya shilingi 10,000, Dua zina bei siku hizi, hamjui nyie? Kama dua zina bei. Watu wanauza, kuna dua 5,000, kuna dua 10,000, kuna dua mpaka ya laki. Kumbe mtu mwingine ukimwita laki. Hata hawa wauzeshaji wana bei tofauti. Iko ile ya kwamba lile daftari lazima lilipiwe ile risiti. Alafu wana bei zao wale. Kuna shekhe yeye afungishi ndoa chini ya 100,000. Na sio 100,000 tuondoke nayo pale, na fuko moja hivi la kimo cha mbuzi ndani mna nini? Mna maakulati na manjumati. Kama hajafanywa hivyo hamjamtendea haki kwa kweli Kwa hivyo hawa tayari wameanza kuweka bei zao. Ukiona kuwa mtu katika jambo kama hili la kujitolea anaanza kujiwekea thamani, anajiwekea bei, anza kutia shaka juu ya kazi yake. Tumefahamiana? Angalau kama nchi ingekuwa imeweka standard hivi afadhali, lakini kama yeye anaanza kujitia thamani au anahoji ni shilingi ngapi nitapewa, lichakuwa tatizo. Sisi kama mimi mnaniambia, bwana shekhe, njoo kule Kinuni utoe darasa, alafu namuuliza Usama hapa, kila darasa moja mtanilipa shilingi ngapi? Tayari lishaanza kuwa tatizo. Tumefahamiana Kama ingekuwa tunazungumzia ajira, kwamba uje uwe mudiri, tunajenga hapa Mahadi, wewe ndo mkurugenzi wa Mahadi, ndo nitakulizia sasa huo ni mkataba wa kazi, itakuwa inajulikana mipango yake kwa mwaka, kwa mwezi, shingapi mshahara wangu utakuwa, hapo tunajadili. Lakini kuja hasa kwenye madarasa alafu kaanza kuweka mshahara, hilo kidogo lina matatizo. Lakini nayo ni changamoto katika maisha leo. Ukizubaa sana, shekhe, utatua changala macho. Kizubaa sana, mimi nishawahi kwa jamaa mmoja ananichukua tu msikiti fulani bwana, ukatoa maweza pale, watu watakuja wengi, alafu yeye anaanza kupigisha harambee pale michango. Akimaliza anakata kila anachotaka kunipa. Kilichobaki sijui kinakwenda wapi. Lakini kile kinachobaki kikawa labda mara 3 ya kile ninachopata mimi. Nilipogundua hivyo nikatoa mgunje. Nikamwambia, bwana asiji, kwa nini unafanya kitu kama khiana? Huko wazi na huko mkweli. Tumeelewana vizuri hapo? Sasa haya yanatuletea tabu. Ukianza wewe shekhe kuanza kuweka viwango ulipwe, lina tatizo. Lakini na ukiwaachia watu, kuna wakati mwingine pia panatokea nini? Panatokea tatizo. Kwa hivyo unaweza kwenda nao kidogo kwa muda, alafu ukiona linakuja tatizo unaanza kuambia, jamani, mbona naona hatuendi vizuri kwenye lipi? Mnalizungumza lile jambo, lakini bora kwanza liwe lile jambo la kheri, alafu mndani zile changamoto usikija, mnaanza kuelezana kidogo mpaka mnaliweka sawa. Huyo anafahamu na wengine wanafahamu. Kuna msikiti mmoja nilikuwa kuna mtu anapita na kofia. Pita na kofia safu, anakwenda anarudi, namuona anapita na kofia. Akimaliza hata kuswali na sisi hasa, anatia pikipiki moto, unasikia kiki nyemko, Allahu Akbar, unasikia jim, jamaa kishaondoka. Unajua kesio vizuri. Sasa hii nini? Ngoja tuione wiki 1, 2, 3 hivi, tukasema hili sasa tumache. Watu wakakaa wakaliangalia, wakatengeneza udhibiti mwingine. Sasa kuna watu kazi yao virukia ni ile miti inayotajua miti mingine. Mpaka ipate mti itambaye juu mtu mwingine. Hafanyi lolote, anasubiri pahala pamenawiri, anakuja anachupia juu, anafyonza, anaondoka. Akiona pamenawiri tu anaanza kupiga mahesabu. Ataingia vipi?
lakini yeye hafanyi kazi. Virukia wako wengi siku hizi. Au mnaita jina jingine, jina gani? Ule mti kirukia una jina jingine ule. Mtandakanga au kitu gani? Au iko aina kwa aina ya miti, lakini kirukia ni ule ambao unarukia mtu mwingine. Nyewe kwani mnauhitaji? Au hujui mti ambao unajaribu kuota au unakaa juu ya mti mwingine? Yapo majina, jina lake. Kwa sababu ukienda kwenye watu wenye mashamba mikorosho, waona kitu kinatanda juu yake sana, kile kinaitwa kisomzizi. Kisomzizi maana ile haina mizizi. Ndo mtandakanga, kirukia, kisomzizi ni jamii hizo za miti ambayo inakuja kukaa juu ya mti mwingine. Kazi yote nafanywa na ule mti mkubwa, yeye kazi yake kunyonya pale akanawiri. Wapo hao na katika maeneo yetu ya dawa na harakati wanapatikana. Wako kwenye jambo jingine kabisa. Ni mnapiga kelele huku kwa ajili ya haya, yeye anajipanga namna gani atakusanya pesa. Basi qalu, wakasema li Firauna, kumwambia Firaun, inna, je hakika sisi lana tutakuwa nao la ajran, ujira kweli, in kunna nahnu alghalibin, ikiwa sisi ndio washindi tutalipwa chochote, au ushindi wetu utakuwa ni kupigiwa makofi tu? Asante sana, hongera. Mimi sitaki hongera mdomo, nataka niondoke mfuko wangu umetuna, narudi nyumbani napokewa kwa changwe na viteweo vya aina zote, nyama, kuku, samaki, mboga. Je, tukishinda tutapata chochote? Wakaonesha interest yao, kumbe wao sio kupambana tu, wao wamekuja kwa ajili ya kitu. Na hili ndio linalotakiwa binadamu litafakari. Kama mtu mchawi kweli siatengeneze pesa, hasa aje akuroge wewe ili alipwe ya nini? Aroge hapa afanye mambo mapesa ya au akae kitako usiku afanye mambo yake, aruke akae juu ya benki, alafu zile pesa zio zinakuja zenyewe kama chemchemu, na kapu lake anazitia, alafu anakwenda zake. Tutamjua mchawi barabara kabisa. Lakini yeye anaroga kumtia mtu kichaa, anamtia mtu maradhi, anaua ili alipwe. Kumbe nani mfanyakazi kama sisi, mhangaikaji. Huyu tumtie katika orodha ya wahangaikaji tu. Lakini kwa sababu ana ujanja wa kuonea wenzake, basi anaonea wenzake ili yeye apate kile. Hana ujanja, kwa hivyo angekwenda zake Geneva, akaruka akaenda benki kuu ya dunia, akakaa juu huko, au akafanya mambo yasionekane, akapita milangoni, akaondoka na mapesa. Kuna madola kule, kuna madhahabu, kuna kila kitu. Yanamshinda hayo, anakuja kuchukua pesa za wanyonge. Anatutia adabu na kututesa sisi, ananyang'anya watu pesa. Ndio hii fikra yao kote duniani. Lakini kwa sababu kuna mambo wao wanayamudu, wanayajua sisi hatuyajui, na wanatuumiza, hapo sasa ndio penye kwa watu hofu. Inakuwa tabu. Wakataka ujira. Qala naam, kasema ndio. Kwa nini msipate ujira bwana? Mtapata, hii kazi nataka ifanyike bwana, sio na wasiwasi. Anayesema hivyo ni Firauni, na hakutaka mtu wakati, sijui katibu, sijui msaidizi, sijui nani. Mwenyewe aseme bwana mkubwa. Kwa hivyo atajua kama atanyofoa wapi, atachukua wapi, lakini sasa tutalipwa na bwana mkubwa. Qala naam, kasema ndio. Na hii naam maana yake msisitizo, nakubali. Yes, mtapata. Tena zaidi ya hapo, wa innakum idhan laminal muqarrabina, na kwa hakika nyinyi kwa hivyo mtakavyofanya mkashinda, laminal muqarrabina, kweli ni katika wakaribishwa hapa Ikulu. Mtakuwa mnaalikwa mara kwa mara humu, mlango uko wazi wakati wote, mkiwa na jambo mnakuja kulisema moja kwa moja kwangu mimi. Shapata kibali nye, green card, mtapata kadi ya kijani nye kuingia Ikulu, itakuwa ni kwenu humu, mnakuja mkinywa kahawa na mie na kunishauri mambo. Minal muqarrabina, katika walio karibu. Unaona, kukaribisha katika maana mbili, kusogeza karibu na kumkaribisha, kumwalika mtu. Ndio Kiarabu na Kiswahili tunakwenda sambamba. Kumkaribisha, kumsogeza karibu, na kumkaribisha, kumwalika aje ale, anywe, alale, afanye chote. Muqarrabina. Kule kwenye Al-Waqi'a, fa amma in kana minal muqarrabina, nako peponi kuna muqarrabina. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie katika muqarrabina bwana.
Maana mukarrabina ndo wenye pepo hasa, wale wengine wamo tu ashabul yamini, sawa hata kuwemo peponi, lakini katika mukarrabina ni daraja la juu. Fama inkana minal mukarrabina daraja moja, amma inkana min ashabil yamin daraja jingine. Kwa hiyo iko wazi wazi kwamba pepo kuna mukarrabina, wale ambao wamekaribishwa, wamesogezwa karibu zaidi, watakuwa karibu na manabii, karibu na watu wakubwa, na mambo yatakuwa makubwa. Alafu kuna wengine tena pata sote. Lakini kama alivyosema mtu mmoja, bora ukalale chini peponi kuliko kupewa kitanda motoni. Tumefahamiana vizuri hapo. Bora ukalale sakafuni peponi kuliko kupewa kitanda wapi? Motoni. Ni kweli. Hebu tuingie peponi kwanza, la kwanza tukate utepe tuingie peponi. Asa akasema wa innakum, na hakika nyinyi, idhan, kwa hivyo kaweka neno idhan, kwa hivyo mtakavyofanya vya kutuletea ushindi, basi la minal mukarrabina, kweli hakika mtakuwa katika wenye kukaribishwa, wenye kusogezwa karibu kwa mfalme na kualikwa humu. Na ujue watu wanapenda sana kusogezwa kwa wakubwa. Kama hawajasogezwa ujisogeza wenyewe, kama hawajasogezwa ujisogeza wenyewe. Wewe ukishakuwa mkubwa tu, basi kutakuwa na watu wanajisogeza tu lazima. Ukiwa tajiri watajisogeza, lakini ukiwa mpango pakavu watajiweka mbali. Akaambia mtakuwa katika wenye kukaribishwa. Haya, ahadi hizo baina ya wale wachawi na Firauni zikatimia. Kwa hiyo pakapatikana fungamano la maslahi. Fungamano la nini? Maslahi ya Firauni ni kumshinda Musa, na maslahi ya wachawi ni kukaribishwa kwa nani? Kwa Firauni na kulipwa ujira. Kwa hivyo hapo compromise ikapatikana, fungamano la kimaslahi kwa interest za pande zote mbili. Wale wachawi hawana ugomvi na Musa, wao wana tamaa tu ya malipo na kusogezwa karibu kwa bwana mkubwa. Lakini Firauni yeye maslahi yake ni kumshinda na kummaliza Musa, asije akauokoa umma wa wana wa Israeli, akauondoa katika mamlaka yake, akakosa nguvu kazi, akakosa wa kuwatuma kufanya kazi, wa kumzalishia mali na kumletea utajiri na riziki yake. Na siku zote ukiona watu wako pamoja na ni watu wa aina tofauti, lazima ulijiulize fungamano lao liliko kwenye jambo gani. Hawa wachawi na huyu mfalme si vitu viwili tofauti hivyo, wanafungamana vipi? Yako maslahi ya pande mbili, mutual benefit. Hawa wanapata na hawa wanapata. Hiyo ndio namna yake. Qala lahum Musa, Musa akawaambia wachawi hajashughulika na Firauni, kwa sababu Musa kamalizana na Firauni kwa kumwambia nimetumwa. Akaambia nini alama yako? Akaambia alama yangu ni hii. Akaambia subiri, situletee ujanja wa mjini hapa. Umekwenda kujifunza uchawi huko Madiana, umekuja hapa unataka kuuangusha utawala kwa uchawi. Tutakuletea wachawi kama wewe hapa ushindani. Kwa hivyo yeye na Firauni hawana hoja hapa. Hapa hoja ni hawa walioletwa kushindana naye. Unamuona Nabii Musa alipokuwa anajua kuendesha mapambano, kwamba yeye hapambani tena na Firauni kwa hapa, anapambana na hawa wachawi. Akimalizana na hawa anaweza akamgeukia Firauni, haya kuna jingine. Sisi wakati mwingine tunakuwa na tatizo kwamba unaweza kuwa unapambana na mtu, halafu yule unayepambana naye akakuletea mtu mwingine. Hasa fanya kwanza kumwacha yule uliyopambana naye, pambana na huyu aliyeletwa. Kisha kumalizana naye huyu ndio mgeukie yule aliyemleta, mwambie haya mtu wako huyu tushamalizana. Vipi, bado msimamo wako uko vile vile? Tumefahamiana? Ndio uendeshaji wa mapambano ya kihoja yanavyokwenda. Usibabaike. Kuna watu wanatomezwa tu kama mbwa, anakuja anabweka, piga mateke huyu mbwa, vunja mdomo sawa sawa. Mbwa akakimbia karudi alikotoka, ukalala chini, anatoka madenda. Alafu naambia mwenye mbwa, vipi, kuna wengine wawili wapo, maana kiatu changu hata kijachafuka bado hichi. Unamuelekea tena yule aliyetomeza mbwa. Sasa Musa anawaelekea hawa kwanza mbwa waliotomezwa na Firauni, ngoja nishughulike na mbwa hao. Qala lahum Musa, Musa akamwambia alqu, tupeni ma antum mulqun, ambacho nyinyi ni watupaji. Tupeni karata yenu, tupeni vitu vyenu.